Ndugu zangu, niko hapa mbele yenu kwa machungu makubwa sana, kwa kuondokewa na rafiki yetu, tuseme ndugu yetu, lakini pia na mpenda maendeleo, hasa katika wilaya ya Bukoba. Kwanza niseme mama yangu, nakupa pole sana. Justin Kimodoi alikuwa anatupenda sana sisi, hasa watu wa wilaya ya Bukoba mjini. Wake zake kama wapo, au mke wake nampa pole, watoto wake kama wapo nawapa pole sana, lakini pia nimpe pole sana mkuu wetu wa mkoa. Nitasema kidogo. Mimi kwa mara ya kwanza nimekutana na mkuu wetu wa mkoa kwenye ofisi yake, aliniambia, Kagera tuko nyuma, ninahitaji maendeleo katika mkoa wetu wa Kagera, lakini pia ninahitaji maendeleo katika mji wetu wa Bukoba. Kwa kipindi ambacho mimi Justin Kimodoi, kusema ukweli, sikuwahi kumuona kwa macho, japokuwa mimi nimezaliwa hapa Bukoba mjini, lakini nimempenda kwa sababu yeye alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa na huruma sana. Hata mimi mwenyewe alikuwa akinipigia, mwenyekiti, umeshaenda kwa watoto yatima? Mwenyekiti, umeshakwenda kuwaona wazee wale ni maisha mabaya, wagonjwa? Alikuwa akinikumbusha sana. Ndugu zangu, kinachonikwaza mimi, kinachoniuma sana, kwa kweli kumpoteza huyu mtu ni jambo ambalo mimi mwenyewe limenichanganya. Alikuwa anawasiliana na sisi mara kwa mara. Tumempoteza Justin Kimodoi kweli. Na mara ya mwisho mimi nilikuwa Dar es Salaam, nimewasiliana na Justin Kimodoi kwa jambo tu dogo tu. Alikuwa ananiambia, mwenyekiti, ukirudi nyumbani nenda na uonekane kama mwenyekiti. Kuna mambo alifanya hapo kidogo, mliona kwenye mitandao, lakini mwenyekiti, ndugu yetu Justin Kimodoi alikuwa anapenda sana wilaya yetu ya Bukoba mjini, na alikuwa na uwezo kukuambia jambo ambalo mbele ya safari unakuja unaliona. Huyu Justin unamuuliza, hili umelijuaje? Anasema, mwenyekiti, kaa kwa kutulia, hili linalokuja si zuri, na wakati mwingine unaona linakuja linafanana kama unavyoviona. Lakini mimi ni mwenyekiti wa wilaya ya Bukoba mjini, na ndio naongoza siasa za Bukoba mjini. Kimodoi leo ametutoka, lakini yeye alikuwa anaishi Marekani. Hakuna rafiki wa kifo. Kama kuna ubaya aliufanya kwa mtu yoyote, mimi siuone. Lakini kicho hapa kuna hasira nyingi sana kwenye mioyo ya watu. Kuna masikitiko mengi sana kwenye mioyo ya watu. Tunaelekea wapi? Na maneno yakishapita na yakaja yakafanana kama tunayoyaona haya. Ndugu zangu, mimi naamini, madiwani mpo hapa? Madiwani mko wangapi? Niwaone. Mimi ndio naongoza siasa za Bukoba mjini. Mpo? Madiwani wako hapa? Nataka mje hapa niwaone.
kijana hapa ametoka hapa, anaitwa Ali Masud Karumna, ametoka hapa. Ngoja niwaambie ndugu zangu, uwe na pesa, uwe na ubunge, uwe diwani, yote ni mapenzi ya Mungu. Mungu akiamua, hata ukakuja na trilioni ngapi, akasema uwezi kuwa. Mungu akipenda, akasema utakuwa. Hata una chochote unakuwa. Ni kweli si kweli? Sasa ndugu zangu, lazima tujitathmini mbele ya safari tunapokwenda. Tufanye nini? Ukisha kufa, leo tunahitaji, tunapashwa kumzika. Kakufanyia nini? Naumia sana mimi. Ninajua mimi Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kamati yake wamenileta. Hivi leo tungekuwa tunacheza rafu, amani ndani ya chama isingekuwepo. Kwenye chama tumetulia. Ni kwa sababu na sisi kama kiongozi nimetulia. Niwaombe sana. Ngoja niombe kwa ufupi. Niwaombe sana ndugu zangu, na ngoja niongee kwa ufupi. Na waombeni sana, tutulie kwa kitu kimoja. Na mimi mwisho nimalize kwa kusema mimi si ndio na filimbi hapa. Si ndio? Na wale wanataka kuombea Bwana Karumna, gombea. Wanataka kuombea, wagombee. Mimi wakati nagombea mwenyekiti, nataka niwaeleza watu wote, anataka kuchukua fomu wagombee. Kwa nini tumchukie? Hivi leo Bwana Karumna, mimi nilikuwepo kipindi kilichopita, alishinda kwa asilimia kubwa sana. Leo tunamshabikia. Alipata asilimia ngapi? Uweni makini. Asanteni sana. Sasa naomba wanafamilia tuingie ndani. Tunakwenda kuanza ibada.